hivyo wasikilizaji, Bwana ameongea kwa njia kubwa sana leo usiku. Ameongea kwa njia ya kutisha sana. Na nimesema ya kwamba hapo mnamo February, mwezi wa pili mwaka wa 2023, kabla Bwana hajanipeleka pale Bomet kusimama mbele zake na kuamuru mbingu kufunguka na kuleta mvua, kumaliza ile kiangazi, ile kukosa mvua ambayo iligonga taifa ikiwa ni kubwa sana kwa miaka 40. Muliona ya kwamba kuna wale ambao walijifanya bandia wakalipwa pesa kutangatanga Kenya hapa kujifanya ya kwamba wanaweza itisha mvua. Kuchukiza Mungu jameni kwenye hili taifa. Hili hali taifa lilijua niko hapa. Na wanajua kabisa jina langu la kibiblia wanaijua. Hata matendo ya kufungua bingu imetendeka hapa mara nyingi sana. Baada ya kushindwa ndio Bwana kaniambia sasa nende pale Bomet usimame mbele za taifa. Na usimame mbele zangu na uamuru bingu ifunguke, mvua itanyesha. Nikaona vile itatendeka. Sasa kabla tujaenda kwa hiyo mkutano, Bwana kaniongelesha tena kuhusu hukumu kubwa sana ijayo kwenye taifa la Kenya. Nikaita hapa wale maaskofu wakuu sana sana kwenye nchi ya Kenya. Nikashiriki nao, nikawapatia vipengee haswa kamili. Nikawaambia kuna vijana watajitokeza, itakuwa ni kali sana. Saa hizo hatukujua wanaitwa Gen Z. Nikapeana vipengee yote misingi ya hiyo unabii. Zingine zao tayari zimedhihirishwa sasa kwenye uwanja huu, kwenye hili nyanja ya Kenya. Sasa leo ni Jumapili, mwezi wa June, mwezi wa 6, tarehe 14. Bwana ameniongelesha usiku wa leo kuhusu hukumu kubwa sana, tatanisi, shida kubwa ambayo inakuja kwa Kenya. Na nikasema ya kwamba hili ndio taifa ambalo ni mwenyeji, inabeba uvivio kubwa sana kwenye historia ya Biblia. Kwa hivyo sasa hukumu haya ikiingia Kenya, itamaanisha kwamba hili uvivio itateketezwa mpaka itakuwa kama jivu. Na ikitendeka hivyo mtaingia Jehanamu. Kwa maana nyote mwafahamu vyema ya kwamba hili uvivio ni ya kuelekeza kanisa kwenye ufalme wa Mungu. Hata ukizingatia tu vile Bwana anaongea, ile kasi yake, anaongea kwenye kasi mno. Leo Bwana amenionyesha kwamba kuna hukumu kubwa sana ijayo kwenye Kenya. Wa vijana alinionyesha usiku wa leo, nimeishi tayari hiyo unabii vile itatimika. Wanajitokeza na inakuwa out of control. Wanabomoa na nini? Mawe, akaniweka ndani ya huo nabii. Mimi pia ninakimbilia maisha yangu. Wamebomoa madirisha na mawe, wanavunja dirisha, wanaingia kwa madirisha. Popote Kenya hii, hakuna mahali wa kuingia. Mnanifahamu vyema. Nikaona watu wote wanatoroka, watu wa Kenya, wakubwa wadogo, kila mtu. Kwa hivyo hivi ndio asemaye Bwana mkombozi, Bwana mwokozi wetu, Jehova Adonai, Mungu wa Israeli. Anasema Kenya tubu. Kenya tubu mara 3. Kenya tubu na ndio nitakuokoa. Kenya tubu na mimi mwenyewe nitakukinga, nitakulinda, nitakuokoa. Usipotubu mtajua ya kwamba mdomo yake, ulimi wake Mungu Jehova umeongea na hili taifa. Hivi ndivyo asemaye Bwana. Kenya tubu. Tafadhali Kenya tubu mara 3. Tubu Kenya. Usipotubu itajulikana kwenye hili taifa ya kwamba Bwana Jehova ameongea hapa. Nikamaliza na kusema ya kwamba Mesia iwaja, asante. Tafadhali tubu Kenya. Kenya tubu. Kenya tubu dhambi, umpokee Bwana wetu Yesu Kristo mwokozi. Na Bwana atakulinda, atakukinga na yale mabaya yanakuja kwako. Nimesema, narudia tena, Bwana ameamurisha ya kwamba Kenya itubu. Taifa lipendwalo, taifa la Kenya ambalo limeona miujiza kubwa sana na maajabu zake Jehova. Bwana ameamurisha Kenya itubu mara 3. Kenya tubu. Kenya tubu. Kenya kwa Yesu Kristo, kupitia Yesu Kristo mwokozi wetu. Kenya tafadhali tubu. La sivyo, bila kutubu
Bwana amenionyesha makali sana hukumu itapogonga Kenya, itagonga Kenya hapa mbele yetu. Na nimeona wakati imeingia, kila mtu akatoroka. Viongozi wa polisi, viongozi wa jeshi, viongozi wa bunge, viongozi wa seneti, viongozi wote, kiongozi yoyote najua Kenya, wakajaribu kutoroka, haikutoroki. Kutoroka ilikuwa ni ngumu. I saw leaders trying to flee, but they could not flee. Leaders of the police, of the army, of the what, of the parliament, of the senate, everywhere, every leader trying to flee, it was impossible. Kenya, repent. And it shall be known that the voice of the Lord, he has spoken to this land. The Messiah is coming. Thank you.